Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo Bwana ametupa, na siku ya leo tutakuwa na maombi kwa ajili ya kurudisha vitu ambavyo vimezuiwa katika ulimwengu wa roho kwenye kesho yako. Nini kimezuiwa kwenye kesho yako? Nini kimekamatwa kwenye kesho yako? Nini kimefungiwa kwenye kesho yako? Kwa maombi tulionayo ni maombi ya kushughulika na kitu chochote ambacho kimekamata kesho, kimezuia kesho. Tulipokuwa tunafuatilia kwenye maandiko, tuliona ndoto ambayo Farao alikuwa ameiota ilikuwa iko very clear. Aliona masuke 7 membamba mabaya yamepigwa na upepo wa mashariki, yamemeza masuke mema. Hiyo ndio ilikuwa ndoto ya Farao. Masuke mabaya yalikuwa yamemeza masuke mema. Lakini alikuwa ameona ng'ombe waliokonda. Alikuwa ameona ng'ombe waliokonda wamewala wale ng'ombe wazuri. Kwa hiyo kitu cha baraka kilikuwa kimezuiwa, kitu cha baraka kilikuwa kimeshikiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Kitu cha kustawi, kitu cha kuongezeka kilikuwa kimeshikiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Kitu cha kuchanua kilikuwa kimeshikiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Na alikuwa anatakiwa apatikane mtu ambaye atakuja kushughulika. Alikuwa anatakiwa apatikane mtu atakaye kuja kusimama kwenye nafasi kwa ajili ya kile kitu ambacho kimezuiwa kwenye ulimwengu wa roho, lakini miaka inayokuja. Mtu ambaye atawajibika kwa ajili ya muda ulioko mbele. Huyu mtu asimame kwenye zamu, asimame kwenye nafasi. Na Yusufu alimweleza Farao, akamwambia tafuta mtu mwenye akili. Alimwambia tafuta mtu mwenye akili. Na Farao alipouliza watu wake, walisema huyo mtu sisi hatuna. Farao akasema, Yusufu, sio tu kwamba huyu mtu anatakiwa awe na akili peke yake, lakini pia Roho wa Mungu anatakiwa awepo ndani yake. Roho wa Mungu anatakiwa awepo ndani yake. Kwa hiyo CV ya Roho wa Mungu kuwa ndani ya huyo mtu aliyeiongezea ni nani? Ni Farao mwenyewe. Yusufu alisema, mimi nataka utafute mtu mwenye akili na hekima. Basi mtu mwenye akili na hekima. Farao akasema lazima huyo mtu Roho ya Mungu iwepo ndani yake. There should be the Spirit of God. Kunatakiwa huko ndani kuwe na kitu cha kimungu. Kunatakiwa kuwe na kitu cha kimungu. Huyo mtu awe na kitu cha Mungu. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 41 na ule mstari wa 37, anasema neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Uwezi ukashughulika na kesho. Uwezi ukafungua milango iliyofungwa kesho. Uwezi ukastawisha vilivyozuiwa kustawi kesho kama hakuna nguvu za Mungu zilizoko ndani yako za kukusaidia kuuendea ulimwengu wa roho na kuusemesha. Bwana Yesu asifiwe.
Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa unaposoma kwenye kile kitabu cha Isaya sura ile ya 42, Isaya ile sura ya 42 na ule mstari, Isaya sura ya 42 ule mstari wa 22. Wengine wamezoea kusoma huu mstari, na wengine umekuwa ni mstari ambao umekuwa familia kwao, lakini ni mstari muhimu sana tunapoomba kwa ajili ya kitu gani ambacho Mungu amekikusudia kesho, kitu gani ambacho kina upinzani kesho. Unaposoma kwenye ule mstari wa 22 anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Kwa hiyo mtu anaweza akawa ameibiwa, mtu anaweza akawa ameibiwa lakini anaishi. Mtu anaweza akawa ametekwa lakini anaishi. Na ndio maana maandiko yanasema mtu anaweza kuwa na jina la kuwa hai lakini amefanya nini? Amekufa. Lakini amekufa. Kwa anasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo. Kwa hiyo ukiondoa tu kwamba kuna mtu anaweza kuwa ameibiwa, kuna mtu anaweza kuwa ametekwa, lakini kuna mtu mwingine anaweza kuwa amenaswa kwenye nini? Kwenye shimo. Mtu mwingine anaweza kuwa amenaswa kwenye shimo. Kwa anasema wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Kwa hiyo kundi lingine wamefichwa kwenye magereza. Wamekuwa mawindo, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Hakuna anayeokoa, hakuna anayesema rudisha. Nataka uone hivyo vitu vitakusaidia. Biblia inasema, na ni Mungu anazungumza kwa kinywa cha nabii Isaya. Anasema hawa watu mmoja wameibiwa. Sasa nenda kafuatilie, wameibiwa nini? Wameibiwa nini? Kuna watu yeye mwenyewe kaibiwa. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Yani yeye mwenyewe kaibiwa yeye mzima, yani kaibiwa. Kwa hiyo haopaleti, kaibiwa. Lakini kuna watu hajaibiwa yeye, ile baraka aliyopewa ndio imefanya nini? Imeibiwa. Kibali alichopewa ndio kimefanya nini? Kimeibiwa. Nafasi aliyopewa ndio imefanya nini? Imeibiwa. Nani ameibwa? Aliyeiba ni Ibilisi. Maana maandiko yanatuambia wazi kabisa kwenye Yohana sura ya 10 mstari wa 10, mwivi haji ila aibe. Ila aibe. Kwa hiyo unakuta kuna kitu chako cha 2025, kuna baraka ya 2025, kuna kibali cha 2025, kuna nafasi ya 2025, lakini kwenye ulimwengu wa roho imefanya nini? Imeibiwa. Nani kaiba? Nani kaiba? Kumbuka jana tulikokuwa tunapita, pinzani wa kimaagano, upinzani wa kimadhabahu, upinzani wa kawaida, upinzani wa kishirikina. Kwa mtu anaweza akaenda kwenye ulimwengu wa roho akaiba nafasi ya mtu. Mtu anaweza akaenda kwenye ulimwengu wa roho akaiba kibali cha mtu. Mtu anaweza akaenda kwenye ulimwengu wa roho akaiba nyota ya mtu. Inawezekana. Anayezungumza sio shetani, anayezungumza ni Mungu. Anazungumza kwa kinywa cha nabii Isaya.
Anasema ninawatazama hawa watu, lakini ninapowatazama ninaona wamefanya nini? Wameibiwa. Wameibiwa. Sasa unaweza ukajifanyia mwenyewe evaluation, nimeibiwa mimi kama mimi, au kuna vitu vimeibiwa ndani yangu? Na kama hauombi ni ngumu sana kuelewa nini kimeibiwa. Wewe ndio umeibiwa au kibali chako ndio kimeibiwa, au jina lako ndio limeibiwa, au nafasi yako ndio imeibiwa. Utakuja kujua wakati wa matokeo, ndio utakuja kujua nini kilikuwa kimeibiwa wakati wa matokeo. Kwa Mungu anasema hawa watu ni watu walioibiwa. Maombi tunayoyaomba mbele za Mungu ni, Mungu, chochote kilichoibiwa kwenye maisha yangu, iwe ninajua au sijui, iwe kuna uhalali shetani aliupata wa kuchukua hivyo vitu, kuchukua hicho kibali changu, kuchukua hiyo nafasi yangu, Bwana Yesu, chochote kilichotapeliwa, chochote kilichoibiwa. Usio kafikiri ni kitu chepesi. Sio kitu chepesi hata kidogo. Unaweza ukatapeliwa ndoa yako, unaweza ukaibiwa ndoa yako. Sasa unaposoma kwenye maandiko, anaposema lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Wameibiwa nini? Kuna mtu kaibiwa yeye, kuna mtu kaibiwa vitu. Sasa unisikilize vizuri. Miaka 7 kwenye taifa la Misri ilikuwa imefanya nini? Imeibiwa. Miaka 7 kwenye taifa la Misri ilikuwa imeondolewa kwenye mfumo. Miaka 7 kwenye taifa la Misri ilikuwa ni miaka ya maombolezo, ilikuwa ni miaka ya mateso, ilikuwa ni miaka ya kilio. Kama hapatikani mtu mwenye akili na hekima, kama hapatikani mtu mwenye akili na hekima, maana wameanza vizuri, wameanza na miaka ya neema, wameanza vizuri, wameanza na miaka ya baraka, wameanza na miaka ya sherehe, wameanza na miaka ya mafanikio. Kwa hiyo wameanza vizuri. Na wewe unaweza ukaanza mwaka vizuri, ukaanza kwa kupiga ngoma, kwa kusherekea, kwa kusema nimevuka, nimeuona, nipo kwenye huu mwaka. Unaweza ukaanza vizuri, lakini ujui miezi 4 ya kumalizia mwaka yote imeibiwa. Ujui miezi 6 yote imeibiwa. Hauna matokeo huko, au survive huko. Ndio kilichowapata hawa ndugu zetu. Wao miaka 7 ya kwanza ilikuwa ni ile ya kawaida, ya baraka, ya kustawi, ya kuchanua, ya kuongezeka, tena ilikuwa mara zaidi. Lakini kuna miaka 7 inakuja, yote imeliwa, yote imeibiwa, yote imekamatwa, yote imezuiwa. Anayeweza kusurvive kwenye hiyo miaka ni yule tu aliyejipanga. Hujajipanga hiyo miaka hauendi kusurvive. Na ndio maana wale wanaofuatilia maandiko wanajua watu walisafiri kutoka dunia nzima. Watu walitoka dunia nzima. Kwa nini? Hawakuwa wamejipanga. Watu walitoka dunia nzima kwenda wapi? Kwenda Misri. Hawakuwa wamejipanga, hawakuwa wamejiandaa. Misri ilitawala kipindi hicho. Itawala kipindi hicho. Maana kila siku mnapokea wageni, wanatafuta nini? Wanatafuta chakula. Kwa miaka 7 mfululizo. Kila siku mnapata delegation. Nyie mmetoka ufalme upi? Sisi tumetoka sijui wapi huko. Nyie mmetoka ufalme upi? Tumetoka sijui wapi huko. Mna shida gani? Bana wewe, hali ni mbaya. Watu wanakufa huko. Kwa hiyo Yusufu hakuhifadhi tu chakula kwa ajili ya taifa la Misri, alihifadhi na chakula kwa ajili ya mataifa. Kwa nini? Kwa sababu hiyo miaka 7 iliyokuwa inafuata yote imekamatwa, yote imezuiwa, yote hamna kitu kinachoendelea. Kwa hiyo tunapoangalia maandiko na unapoona neno la Bwana linaposema kwamba watu hawa ni watu walioibiwa, unaanza kufuatilia kwenye ulimwengu wa roho. Mungu, ni kitu gani cha kwangu kimefanya nini? Kimeibiwa. Ni kitu gani cha kwangu kimeibiwa? Unawajibikia siku 365 na robo, unaziwajibikia zote.
unawajibikia kila siku, unawajibikia miezi 12, unawajibikia masaa 24 ya kila siku, yote uweze kupeleka mbele za uso wa Mungu na kumwambia Mungu kisiwepo kitu chochote. Kwa sababu unaposoma kwenye maandiko unaona Biblia inasema kabisa kwamba, maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema wazi kabisa, yule mpanzi alipanda mbegu njema katika konde lake. Ndivyo maandiko yanavyosema. Lakini watu walifanya nini? Walilala. Watu walilala. Anasema watu walipolala, adui yake naye akafanya nini? Akaja naye akapanda nini? Akapanda magugu. Kwa hiyo siku 365 zinaweza zikawa kwenye ulimwengu wa roho ni za baraka, lakini nini kimeenda kimeibiwa kule na adui, ikiwa wewe utakuwa umefanya nini? Umelala. Kulala maana yake ufuatilii. Unafikiri kitatokea tu, unafikiri kitazaliwa tu. Na maandiko yanasemaje? Angalieni sana jinsi mnavyoenenda, sio kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati. Kwa maana nini? Zamani hizi ni za uovu. These days are evil. Maana yake nini? Lazima Mungu akupe neema ya kuwa na muda wa kwenda kwenye ulimwengu wa roho na kufuatilia. Mungu, umenipa mwaka huu, umenipa mwaka huu, nabatilisha lolote la uovu, nabatilisha lolote la ubaya, nabatilisha lolote la hila. Mungu, umenipa mwaka huu, chochote ambacho kimekusudiwa kuleta uharibifu ninakibatilisha kwenye njia zangu. Roho za mauti zilizokusudiwa, pale ambapo jina langu limekamatwa, pale ambapo kibali changu kimezuiwa, pale ambapo nafasi yangu imezuiwa, pale ambapo nimepandikiziwa matanga, nimepandikiziwa mauti, nimepandikiziwa uovu, ninang'oa, ninabatilisha, ninakataa. Umesema kwenye neno lako, umetia maneno yangu kwenye kinywa changu, umetia maneno yako kwenye kinywa changu ili ning'oe, ili nibomoe. Hivyo unafikiri Mungu anaposema nimetia maneno yangu kwenye kinywa chako, alafu nimekuweka leo ufanye nini? Ung'oe, ubomoe, uharibu, uangamize. What for? Unang'oa nini? Unabomoa nini? Unaangamiza nini? Kwa nini? Kwa nini Mungu anazungumza na Yeremia? Anamwambia, sikiliza, nimetia maneno yangu wapi? Kwenye midomo yako, kwenye kinywa chako. Nimeinvesti huko maneno yangu. Kwa nini nimeinvesti maneno yangu? Kwa sababu nataka ung'oe, nataka ubomoe, nataka uharibu, nataka uangamize. Okay, unabomoa wapi? Unang'oa wapi? Unaharibu wapi? Mahali ambapo Mungu amekupa kupawajibikia. Okay, wewe wapi Mungu amekupa kupawajibikia? Kila mwaka Mungu anakupa siku 365 za kuziwajibikia. You are responsible. Kila mwezi Mungu anakupa siku 30 au 31 au 28 za kuziwajibikia. Kila wiki Mungu anakupa siku 8 za kuziwajibikia. Kila siku Mungu anakupa masaa 24 ya kuyawajibikia. Una vitu vya kung'oa, una vitu vya kubomoa, una vitu vya kuharibu, una vitu vya kuangamiza. Una vitu vya kujenga na una vitu vya kupanda. Sio wajibu wa mtu mwingine, ni wajibu wako. Kwa hiyo ukinyamaza, kila kitu kinanyamaza. Na vile unavyoendelea kunyamaza, ndivyo ibilisi anavyoendelea kuiba. Anaiba kibali chako, anaiba jina lako, anaiba ndoa yako, anaiba afya za watoto, anaiba tabia zao, anaiba utukufu uliokuwa uwe juu yako, anaiba mpaka fursa ambazo zilikuwa zimeachiliwa mbele yako kwenye huo mwaka. Anaiba. Kwa nini? Kwa sababu watu walipolala, adui yake naye akaja. Adui yake naye akaja. Kwa maandiko yanatuambia, lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Kwa hiyo nilikuwa ninataka upaelewe vizuri hapo, walioibiwa, watu walioibiwa, watu walioibiwa. Bwana asifiwe. Lakini namba 2, na kutekwa. Na kutekwa. Kuna mtu anasema, kuna mtu anafikiri kwamba akishaokoka hawezi kuibiwa. Sio kweli. Sio kweli. Unaweza ukawa umeokoka na ukaibiwa. Inawezekana kabisa, kama hujasimama kwenye zamu. Maana Biblia imesema hivi, watu walipo lala.
Issue ni kulala tu. Issue ni kulala tu. Issue ni kutokuwajibika. Issue ni kutokuwajibika. Kuna mtu anafikiri kwamba akiwa Mkristo kila kitu kiko sawa. Kuna mtu anafikiri kwamba akishakuwa ameokoka kila kitu kiko sawa. Bado tuko duniani, na ndio maana unaona maandiko yakisema atakayevumilia mpaka mwisho. Mtume Paulo kila siku anasema nakaza mwendo nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake naliitwa na Kristo Yesu. Sijizanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kufika au kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu. La hasha. La hasha. Kwa hata siku moja usije ukawa na confidence. Na wengi wanaokuaga na confidence ndio ambao wanapotezaga vitu. Na ndio maana Yesu akasemaje, imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Wewe ukasema niliomba juzi kulikuwa na upako sana. Mwaka juzi kulikuwa kuna upako kweli kweli. Ule upako ndio natembea nao. Hakuna kitu cha namna hiyo. Imekupasa kumwomba Mungu siku zote. Kuomba kwake mwenye haki kunafaa sana. Kunafaa sana. Anamzungumzia nani? Mwenye haki. Ndiye ambaye kuomba kwake kunafaa sana. Kunafaa sana. Kwa hiyo mtu wa kwanza anayetakiwa kuwajibika ni yule anayemjua Kristo. Ndio maana jana nilikupa mfano wa wanafunzi wa Yesu. Walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, wamechaguliwa kabisa na madhabahu ya mbinguni wamsaidie Yesu atakavyokuweko duniani. Lakini pia hata Yesu akiondoka bado wao ndio wapeleke injili. Lakini stili shetani alienda kuwaomba kwa Mungu. Mungu, naomba unipe hao watu niwajaribu. Naomba hao watu niwavuruge kidogo, niwapepete kidogo, nione kama wako sawa. Yesu akavujisha siri. Akasema, sikilizeni, mimi nilikuwa huko kwenye ulimwengu wa roho, kuna kitu nimeona. Wakamuuliza, umeona nini? Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama ngano. Sema, nimepata ako ka information. Shetani ameenda kuwaomba nyinyi awavuruge. Na ndio maana akafuatilie. Yesu alipokamatwa hakuna mwanafunzi alisimama. Hakuna mwanafunzi alisurvive. Wote walipotea. Wote walipotea. Aliyebakia anafuatilia nyuma alikuwa ni nani? Petro. Kwa nini? Kaombewa. Yesu sasa, nimekuombea wewe ili utakapoimarika uwaimarishe na ndugu zako. Kwa hiyo hana namna yeye ya kukimbia. Yaani hata kama anamkana lakini hawezi kumkimbia. Yaani unamkana lakini uko hapo hapo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo ni kama kafungiwa mnyororo. Yaani unamkataa lakini unaye. Unamkataa lakini unaye. Huyu naye anafanana naye. Huyu naye anazungumza kama yeye. Huyu naye anaonekana kama yeye. Hapana, simjui. Sasa kama umjui siondoka. Umjui na uko hapo hapo. Umjui na unafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Alipoona yamemzidi kabisa na ameona kabisa Yesu ameshamuua, unajua kilichotokea? Petro aliondoka. Wale wanaofuatilia injili zingine wanajua kilichompata Petro. Petro aliamua kurudi kufanya nini? Kuvua samaki. Ukisoma injili zingine zinakueleza wazi kabisa. Alienda akachafuta nyavu zake, akasema, kwani nini shida bana? Mimi sikujua kwamba itakuwa mbaya kiasi hiki. Akaenda zake kuvua samaki. Na kwa sababu ameombewa tofauti, hakuna namna ibilisi anamuondoa kwenye nafasi. Bado Yesu alimfuata huko. Akauliza, wanangu, mna kitoweo? Ameenda kama mzee tu fulani hivi anayeendelea na maisha yake, anapita. Wakamwambia, bwana mkubwa, kwa kweli tumehangaika hapa lakini hamna kitu. Akasema, okay, sawa. Sasa kwa nini msijaribishe hivi? Kwa nini msijaribishe kupeleka pale? Ni story tu wanapiga. Na wakati kitendo cha kufanya hivyo, tukio lile lilotukia wakati anakutana na Yesu kwa mara ya kwanza likarudia. Biblia inasema macho ya Petro yakafanya nini? Yakafunguka. Yesu kanifuata mpaka huko. Kanifuata mpaka huko.
Afu ndipo unaona Yesu akimuuliza Simoni Bayona, je, unanipenda? Unanipenda kuliko hao wengine? Aona aina ya swali, unanipenda kuliko hao wengine? Akamwambia Yesu, unajua mimi sina namna ya kutokukupenda. Yaani ninakupenda. Yaani hilo ndio jibu. Ningekuwa mimi Yesu ningesema cha kunikania pale. Ila sema tu kwa sababu sasa Yesu ni Yesu na mimi ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningesema acha uongo wewe. Wewe unanipenda unafanya nini hapa? Tulikubaliana nini? Si tulikubaliana mimi siku ya 3 nitafufuka, huko umekuja kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Petro anamwambia Yesu, unajua kwamba ninakupenda. Unajua kwamba unakupenda. Akasema chunga kondoo zangu. Lisha kondoo zangu. Akamuuliza mara ya pili. Akamuuliza mara ya 3. Nafikiri Petro alifika mahali anamwambia Yesu, yale yalikuwa ni matatizo tu ya kibinadamu. Unajua nilikuwa na hali mbaya. Sikuamini kile kitu kama kingefanya nini? Kingetokea. Mimi nilikuwa siamini wewe utakamatwa. Nilikuwa siamini wewe utashikwa. You see? Lakini kitu gani nilichokuwa nataka nikuonyeshe? Nilikuwa nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo Yesu mwenyewe mwana wa Mungu, wanafunzi wake wameombwa kwenye madhabahu ya mbinguni, wapepetwe, wachujwe, wapimwe. Yesu akasema sasa nawekeza nguvu kwa mtu mmoja, ili yeye akiimarika awasaidie wenzie. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo Yesu alikuwa amemwombea Petro, amewekeza nguvu kwa Petro. Okay. Wewe usipokuwa na taarifa yoyote ya kitu chochote kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho, na vitu vyako huko vimebebwa, vimevurugwa, vimeharibiwa, unaendaje? Maana nimekupa mfano mzuri kabisa wa Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Haya, je, sisi nini kinachotusaidia sisi kusurvive? Nini kinachotusaidia sisi tuvuke vile ambavyo Mungu alikuwa amekusudia? Zile baraka tulizopewa zisizuiwe, kile kibali tulichokuwa tumepewa kisizuiwe, ile mauti iliyokuwa imekusudiwa iharibiwe. Nini kinachotusaidia sisi? Ni sisi kuendea ulimwengu wa roho na kushughulika nao kwa maombi. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Tunaenda sawa watu wa Mungu? Kwa ndio maana unaona akisema hawa watu ni watu walioibiwa na kutekwa. Lakini watu wengi sana walioibiwa hawajui kwamba wamefanya nini, wameibiwa. Na ndio maana mstari kama huu ukiusoma kanisani, kuna mtu anajitoa. Kuna mtu anajitoa, mimi ni wa kuibiwa. Subiri tu, usiombe. Wewe usiombe, ndio utajua. Tena uende umeibiwa mara 2 wewe. Kwa sababu mti wenye matunda ndio unaopigwa nini? Wewe mwenye confidence, wewe unayeamini vitu vyako viko sawa, wewe ndio ambaye hata ufalme wa giza unafanya nini? Unakutafuta. Wewe mwenye nyota ya kibali, wewe mwenye kazi, wewe mwenye ofisi, wewe mwenye ndoa, wewe mwenye familia, wewe ndio unayetafutwa. Kwa lazima kuhakikisha unaweka ulinzi kwa maombi. Kwa hiyo watu wanaweza kuibiwa, lakini watu wanaweza kutekwa. Watu wanaweza kutekwa. Umeshai kuona mtu kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 hafanyi maamuzi ya kitu ambacho kila mtu mwingine aliyoko nje anaona huyu mtu alitakiwa kufanya maamuzi. Kwa anapozungumza kwamba hawa watu ni watu waliotekwa, unaweza ukakuta, na kwa nini ibilisi anafanya kitu cha namna hiyo? Ili huo mwaka upite free. Kitu ambacho kilitakiwa kufanyika 2025 kije kufanyika 2027. Sasa unaweza ukaona jinsi ambavyo watu wangapi watakuwa wamecheleweshwa, neema ngapi zitakuwa zimezuiwa, vibali vingapi vitakuwa vimezuiwa. Lakini mtu anaweza akasema mimi siwezi kutekwa bana, mimi siwezi kutekwa bana. Unahitaji kwenda mbele za uso wa Mungu. Maadamu Mungu ndo amesema, unahitaji kufuatilia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Lakini anasema wote wamenaswa katika mashimo. Unaweza ukakuta kuna shimo fulani limekunasa. Kunaswa maana yake nini? Kunaswa maana yake wanakuzuia usiendelee mbele. Ukiona kuna eneo unakwama mara kwa mara, kila unapotaka kujinasua hauendi popote. Kila unapotaka kujinasua hauendi popote. Kila unapotaka kujinasua hauendi popote, maana yake umenaswa.
Unataka kujinasua kiuchumi, hautoki. Unajaribu hiki, unajaribu kile, unajaribu kile, hautoki. Unajaribu kujinasua kwa kufanya jambo fulani, haliendi. Manake lazima urudi kwenye ulimwengu wa roho na kuachilia nguvu kubwa ya Mungu ili uweze kujinasua hapo. Biblia inasema kuna watu wamenaswa kwenye mashimo, lakini anasema wengine wamefichwa kwenye magereza. Wengine wamefichwa kwenye magereza. Aliyefichwa kwenye magereza na aliyetekwa wote wanafanana. Wote wanafanana. Yaani mtu anaweza akawa yuko gerezani, yuko kabisa gerezani, lakini anaendelea na maisha. Shida ya ulimwengu wa roho unavyofanya kazi, ulimwengu wa roho unafanya kazi vibaya sana. Maana mtu unamuona anaendelea na shughuli zake, na ndio maana maandiko yakasema mtu anaweza kuwa na jina la kuwa hai, lakini kimsingi amefanya nini? Amekufa. Kwa hiyo mnaishi na mtu ambaye hayupo. Mnaishi na mtu ambaye hayupo. Is a dead person. Hayupo kabisa, ila tu ana jina la kuwa hai. Ana jina la kuwa hai. Na maandiko yanasema hawa watu wengine wamekuwa mawindo. Angalia maandiko yanavyosema, Bwana hata kufanya uwe mawindo ya adui zako. Ndivyo Biblia inavyosema. Maandiko yanasema Mungu hata kufanya wewe uwe mawindo ya nani? Ya adui zako. Maana yake nini? Maana yake mchana na usiku kuna watu wanakutafuta. Ndio maana ya kuwa mawindo. Kuna watu wanakufuatilia kwenye ulimwengu wa roho, na kuna watu wanakufuatilia kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Ulimwengu wa damu na nyama. Ni saa ngapi unajua ulikuwa unafuatiliwa? Saa ambayo hao watu wanakamatwa. Ndio ubaya wa hiki kitu. Huwezi kujua kama hawajashikwa kwamba walikuwa wanakufuatilia. Huwezi jua. Kwa hiyo unakuta mtu anafuatiliwa mwaka mzima, wanamuinda tu, wanamuinda tu, wanamuinda tu. Siku wakipata nafasi wanakumaliza. Siku wakipata nafasi wanafanya walichokusudia. Na ndio maana ukisoma kwenye Zaburi anasema asisinzie akulindaye, wala asiuache mguu wako ufanye nini? Usogezwe. Kuna watu ambao mchana na usiku wanatafuta mguu wako. Maanake wanatafuta uhai wako, wanatafuta jina lako, wanatafuta heshima yako. Bwana akuokoe na hao watu katika jina la Yesu. Akuokoe na hiyo mifumo katika jina la Yesu. Akuepushe na hayo mazingira. Lakini Biblia inasema kuna watu ambao wamekuwa ni mawindo ya adui. Wamekuwa ni mawindo. Na hakuna mtu ambaye amebeba kitu cha kimungu ndani yake ambaye sio mawindo ya adui. Maana adui mchana na usiku anapambana aondoke na hicho kitu kilichoko ndani. Ndio maana unaona maandiko yakisema shika sana ulicho nacho. Ukiona anasema shika sana ulicho nacho, maana yake kinatafutwa. Maana yake kinatafutwa. Maana yake adui mchana na usiku yuko. Biblia inasema ni kama simba ungurumaye. Anatafuta baraka ya mtu ameze, anatafuta jina la mtu ameze, anatafuta nafasi ya mtu ameze, anatafuta utukufu wa mtu ameze, anatafuta heshima ya mtu ameze. Ni kama simba aungurumaye, ni kama simba aungurumaye. Sasa ukisoma kwenye ule mstari wa 23, angalia vizuri ile Isaya 42. Isaya 42 ule mstari wa 23. Watu wengi sana wao wanaishia kwenye ule mstari wa 22, wao wasomi mstari wa 23. Mstari wa 22 amesema hivi: lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Sasa angalia mstari wa 23, anasema ni nani miongoni mwenu, ni nani miongoni mwenu atakayetega sikio lake kuyasikia hayo? Nataka uelewe hiyo sentence vizuri. Ni nani miongoni mwenu, ni nani miongoni mwenu atakayetega sikio lake, atakayetega sikio lake kuyasikia hayo? Atakayesikiliza na kusikia
kwa wakati ujao. Atakaye sikia, atakaye sikiliza. Kwa cha kwanza anachokizungumza hapa, anasema nani ambaye yuko serious? Kwa sababu issue sio watu kuibiwa, issue sio watu kuwa kwenye mashimo, issue sio watu kuwa kwenye magereza, issue sio kuwa watu ni mawindo, issue sio mateka. Who is responsible? Maana hapa azungumzi na kitu cha leo, anazungumza na kitu cha wakati unaokuja. Anasema ni nani miongoni mwenu atakayetega sikio lake kuyasikia hayo. Kutega sikio maana yake unafuatilia what is going on. Unafuatilia wapi? Unafuatilia huko kwenye ulimwengu wa roho. Nini kimetekwa huko mwezi wa 3? Nini kimetekwa huko mwezi wa 4? Nini kimenaswa kwenye shimo huko mwezi wa 5? Nini kimewekwa kwenye gereza mwezi wa 6? Nini kimekamatwa huko mbele? Ni nani atakayetega sikio lake? Ni nani atakayetega sikio lake? Ukiona sentensi ya namna hiyo, ukiona swali la namna hiyo, maana yake Mungu anajua kabisa kuna watu hawawajibiki. Hawajibiki. Watu wanaamini vitakuwa tu, vitatokea tu, vitaenda tu. Alafu yakikupata ya kukupata, tunasema ni mapenzi ya Mungu. Maana yake nini? Maana yake hivi, Mungu huwa anakuja kwenye masaa 24. Bwana asifiwe. Akija kwenye yale masaa 24, anatafuta mtu, hakuti mtu. Anaita, hakuti mtu, anaondoka. Anakuja kwenye siku 28 au 30 au 31, anatafuta mtu. Watu wako bize, wanaendelea na shughuli zao. Anakuja kwenye ile miezi 6 ya kwanza, hakuna mtu. Anakuja kwenye mwaka, hakuna mtu. Anajaribu kusemesha, hakuna anayejibu. Sasa anauliza swali, anasema hivi, je, mkono wangu ni mfupi hata usiweze kukomboa? Kwa sababu unataka uone hiyo sentensi, hata nisiweze kukomboa. Mungu anataka kukomboa nini? Vilivyotekwa. Mungu anataka kukomboa nini? Vilivyoibiwa. Anataka kurudisha. Anajua vimeibiwa, anajua vimetekwa, anajua kuna watu ni mawindo, anajua kuna watu wamenaswa. Ndio maana anakuja. Lakini anapokuja anataka akutane na mtu. Anapokuja anataka akiita awepo mtu anayefanya nini? Anayeitika. Lakini unakuta mtu mwezi unaanza hajajishughulisha nao, juma linaanza hajajishughulisha nalo, mwaka unaanza hajajishughulisha nao, yuko busy anaendelea na shughuli zake. Alafu kwenye zile madhabahu za giza, mwezi kabla hujaanza, wameshawaendea watu wa falaki, wameshawaendea wasihili, wameshaendea waganga, wameshaendea wale wanaofanya uaguzi, wametoa huko na kafara, wamefanya na ibada, wanataka kucontrol huo mwezi. Ndio maana Mungu anauliza, je, mkono wangu ni mfupi hata usiweze kukomboa? Maana vilio vinapoanza kutokea, watu wanamlilia nani? Wanamlilia Mungu. Alafu Mungu anauliza, mnalia nini na hali nilikuja? Mnalia nini na hali niliita? Hakuna aliyenitikia. Nilikuja, hakuna mtu aliyehangaika. Mungu, angalia hii sala. Ona jinsi ambavyo sasa hapa mimi nahangaika. Ona jinsi ambavyo mimi hapa sasa nateseka. Mungu uko wapi? Nguvu zako sasa ziko wapi? Mbona ulisema kwa ndio nilisema, lakini nilikuja. Bwana Yesu akuokoe katika jina la Yesu. Uanze kuwajibika kuanzia sasa. Uanze kuwajibika kuanzia sasa. Na ndio maana Mungu anatusemesha kitu cha namna hii mwanzoni kabisa, anatusemesha ili ujue namna ya kuchukua hatua. Unawezaje ukaanza mwaka kwa wale wenye malengo? Wale msio na malengo nyewe mnaweza mkatulia kwanza.
Unawezaje ukaanza mwaka una malengo makubwa, alafu hauna sadaka yoyote ya kimkakati umeipeleka mbele za uso wa Mungu kimaombi? Unaanzaje? Akati wenzako wameanza mwaka kwa sadaka za damu, kwa sadaka za kuchinja, kwa makafala. Wanasema Bwana atanitetea nami nitanyamaza. Atapigana mwenyewe. Amsubiri apigane mwenyewe, lakini amesema amekupa amri. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amekupa amri. Musa aliwaambia wana wa Israeli, simameni mkauone mkono wa nani? Wa Bwana. Simameni mkauone mkono wa Bwana. Si ndio alichowaambia? Yeye alipoenda kwa Mungu, Mungu alimwambia, usinililie mimi. Usinililie mimi. Wajibika. Wajibika. Unawaambia watu wasimame hapo, akati kila kitu nimeweka kwenye mikono yako. Una nini kwenye huo mkono? Nina fimbo. Hiyo fimbo nilikupa mapambo. Hiyo fimbo si siku mara ya kwanza si ulidondosha hiyo fimbo, ikatokea nini? Ikawa nyoka. Nilikwambiaje? Ulipofika kwa Farao, ishara ya kwanza niliyokupa ilikuwa ni nini? Si hiyo fimbo. Ulipodondosha ilikuwa nini? Ilikuwa nyoka. Si ndio kitu ambacho kilimthreaten Farao? Ndio. Sasa Musa, unataka mimi nifanye nini? Nyanyua hiyo fimbo. Ananyanyua ile fimbo, maji yanafanya nini? Yanagawanyika. Angeendelea kulia pale. Kuna vitu Mungu ameviweka kwenye maisha yako, anakutaka kukuona wewe unawajibika. Anataka kuona wewe unawajibika. Anataka kukuona wewe unasimama kwenye nafasi. Anataka kukuona wewe unasimama kwenye zamu yako. Ndio maana alisema nimewapa mamlaka ya kukanyaga inge na nyoka na nguvu zote za yule adui. Hakuna kitu chochote kitakachowazuru ninyi. Nimewapa hiyo mamlaka. Nimewapa hiyo neema. Nimeachilia hizo nguvu. Mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa na mbinguni. Mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa na mbinguni. Nyie ndio mnaotakiwa kusema. Lakini sasa nyie mnaponyamaza, mnanifanya mimi mkono wangu uonekane mfupi, kwamba hauwezi kufanya nini? Hauwezi kukomboa. Hauwezi kukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu swali la pili alilouliza, je, mimi sina nguvu? Nikisomaga haya maswali mawili najisikiaga deni kwenye moyo wangu. Ni wapi ambapo mimi siwajibiki panasababisha mkono wa Mungu uonekane hauwezi kufanya nini? Kukomboa. Ni wapi ambapo mimi siwajibiki panazifanya nguvu za Mungu zionekane haziwezi kuponya? Ni wapi ambapo mimi siwajibiki? Ukisoma hii mistari utajikuta tu unalazimika kwenda mbele za uso wa Mungu kwa toba na maombi. Mungu, naomba unihurumie. Mungu, naomba unisamehe. Ni wapi ambapo sijawajibika mkono wako haujakomboa? Ni wapi ambapo sijawajibika vitu vyangu vikaibiwa? Ni wapi ambapo sijawajibika kanisa alikwenda sawasawa? Ni wapi ambapo sijawajibika familia yangu haikusimama sawasawa? Ni wapi ambapo sijawajibika? Ni kitu gani sijafanya mkono wako ukaonekana hauwezi kufanya nini? Hauwezi kukomboa. Ni nini sijafanya? Mungu, ninaomba unisaidie. Ni wapi sijawajibika nguvu zako zikaonekana haziwezi kuponya? Kwa hiyo unaona Mungu akikulazimisha kujua namna ya unavyotakiwa kusimama kwenye nini? Kwenye nafasi yako. Na mimi ninakuombea hiyo neema katika jina la Yesu. Mwaka 2025 unakutegemea wewe. Usimame kwenye nafasi. Simame kwenye zamu yako. Semesha hizo siku. Amlisha hizo siku. Achilia nguvu za Mungu kwenye hizo siku. Achilia sadaka kwenye hizo siku. Kile unachotaka kukiona kinatokea. Na ndio maana moja ya sadaka muhimu sana za kutoa ni sadaka zinazotolewaga mwanzoni, kwa sababu unazitoa kama mbegu. Unataka kuona vitu vinaota huko mbele. Unataka kuona vitu vinaota huko mbele.
Kwa Mungu analitegemea kanisa kujifunua, analitegemea kanisa kujidhihirisha, analitegemea kanisa kufanya vitu vyake, analitegemea kanisa. Na ndio maana lazima kanisa liwajibike. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tumeelewana watu wa Mungu? Ninaomba usimame mahali ulipo, twende mbele za Mungu wetu. Naomba unyanyue mkono wako juu kwa Bwana. Mahali ulipo unaweza ukashika na sadaka yako. Twende mbele za Mungu wetu. Tunaenda kumwambia Mungu kwa habari ya kitu chochote kilichoibiwa, kitu chochote kilichotekwa, kitu chochote kilichozuiwa. Damu ya Yesu ikanene mema. Sema, Bwana Yesu, jioni ya leo ninaomba neema yako, ninaomba nguvu zako, ninaomba msaada wako. Ile damu yako ya thamani ulioimwaga pale msalabani inene mema kwa ajili yangu, itakase nafsi yangu, iponye roho yangu, iponye na mwili wangu. Ninabatilisha sasa kila uhalali ambao adui amekuwa nao wa kuniteka, wa kuniibia, wa kunizulumu. Kila mkakati uliofanyika kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili ya kunirudisha nyuma, kwa ajili ya kunizuia, kuzuia hatua zangu, kuzuia spidi yangu, kila malengo yaliyotengenezwa na ufalme wa adui kuzuia neema yangu, leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninabatilisha. Kwa damu ya Yesu ninazuia huo uhalali, ninazuia huo uhalali kwa damu ya Yesu. Kila mashtaka yaliyosimama yakapata nafasi, leo ninalipa hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Kila zuio la haki la kunizuia, ninaachilia damu ya Yesu ipite kwenye kila zuio kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ulionipa ninabatilisha, ninabomoa, ninaharibu kila madhabahu, kila uchawi, kila uganga, kila ushirikina uliosimama ili kunidhulumu, ili kuniibia, ili kunirudisha nyuma, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakataa kuwa mateka 2025. Ninakataa vitu vyangu kuibiwa 2025. Ninakataa kunaswa kwenye mashimo 2025 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuachilia damu ya Yesu. Kataa wewe kuwa mawindo ya adui, kataa kukaa kwenye magereza, kataa kukaa kwenye mashimo, kataa kitu chochote ambacho kimekusudiwa. Neno la Bwana linasema, ni nani atakayetega sikio yake, ni nani atakayetega sikio lake apate kuyasikia haya? Ni nani atakayesikiliza na kusikia kwa ajili ya wakati ujao, kwa ajili ya miaka iliyoko mbele, kwa ajili ya miezi iliyoko mbele? Peleka hiyo damu ya Yesu, 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 peleka hiyo damu ya Yesu. Mwambie Bwana, chochote kilichoibiwa kwenye jina langu, chochote kilichoibiwa kwenye nafsi yangu, chochote kilichoibiwa kwenye njia zangu, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, ninaachilia damu yako ikanene mema, damu yako ikanene mema. Lile jeshi la malaika linalopigana vita za wateule likanitetee, likanitetee, likanitetee. Zile nguvu zako Bwana za kuokoa zikaniokoe na kila mkakati wa uharibifu uliotengenezwa kwa jina la Yesu. Batilisha hizo mauti, hayo magonjwa, tegua hiyo mitego kwenye ulimwengu wa roho. Rama korebo seke rebo
repokorobo saka rapa korianda raba koria. Hiyo damu ya msalaba, hiyo damu ya mwana kondoo, hiyo damu ya msalaba, hiyo damu ya mwana kondoo inene mema, inene mema, inene mema kwa ajili yako. Hizo nguvu za Mungu aliye hai zikunasue kwenye mitego, zikunasue kwenye hila, zikunasue kwenye mipango ya uharibifu. Hizo nguvu za giza, hizo roho za uharibifu zikuachie kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Chochote kilichozuiwa kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa, chochote kilichozuiwa kwa watoto, chochote ambacho kimetengenezwa na madhabahu za adui, tunakibatilisha kwa moto na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa moto na damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo,